Askofu wa Jimbo Katoliki la Msoma Michael George Mabuga Msoganzila amewataka waumini na viongozi wa dini nchini kutokubeba jazba wala kujiingiza katika mijadala ya matusi, lawama na kejeli inayoibuka mitandaoni na kwenye mikutano ya kijamii, akisema kuwa njia ya Kristo ni ya upole, uvumilivu, huruma na kutanguliza haki. Akizungumza kufuatia mfululizo wa matukio kutoka taasisi kadha za Kristo na Kiislamu kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, huku baadhi ya kauli zikishambulia kanisa Katoliki kwa kile kilichoelezwa kuwa ni uchochezi dhidi ya amani ya nchi, Askofu Msoganzila amesema kuwa migogoro na kejeli haviwezi kuizima nguvu ya ukweli, na nukuu, hamna sababu ya kujibu, ni kuinyamazia tu. Wakati mwingine watu wakisema sisi tumeenda shule sio zamani, kwani kwenda shule ni shida? Shida ni kusoma, shida ni kuelimika. Sasa kuzozana katika misingi hiyo haina haja, ni kunyamaza kama Kristo aliyedhihakiwa. Wewe si ni mwana wa Mungu? Jiokoe basi nafsi yako, nyamaza kimya, endelea kusali, amesema. Askofu Msoganzila amesisitiza kuwa nguvu ya maneno ya kupotosha haiwezi kuzidi uzito wa maadili, utu na dhamira njema ya kanisa, akionya kuwa matusi na vitisho ambavyo vimekuwa vikitolewa haviwezi kubadilisha msingi wa imani wala wajibu wa viongozi wa dini kusimamia katika kweli. Na nukuu, mahangaiko yakitokea ndugu zangu, tusiogope kwa sababu ndio Kristo amepitia njia hiyo. Kanisa Katoliki linaweza likateseka kwa njia za namna hiyo hiyo na matisho mbalimbali. Umemwaga ugali, tutamwaga mchuzi, tutawakamata, tusiogope, Mungu yupo, ameelezea. Kauli ya Askofu Msoganzila imekuja wakati ambapo mjadala kuhusu nafasi ya viongozi wa dini katika kueleza ukweli wa kijamii na kisiasa umeendelea kushika kasi, huku baadhi ya taasisi za kiimani zikitoa matamko yanayopingwa kuhusu misimamo ya kanisa Katoliki na makundi mengine ya kijamii kuhusu mwenendo wa uchaguzi na matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Na matishio mbalimbali. Wamemwaga ugali, tutamwaga mchuzi, tutawakatakata, tusiogope, Mungu yupo. Na kila mmoja amekuwa na kufinyangwa na imani yake. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa huruma na mapendo, haki, upole, upatanisho. Tukiteseka kwa njia hiyo na tuteseke, lakini haki na amani, upole na unyenyekevu na upatanisho ndio ziwe sare zetu. Tumsifu Yesu Kristo.